Baba, ninakushukuru kwa neema yako, ninakupa heshima, ninakupa sifa, ninakupa utukufu kwa yale yote umeyatenda jioni ya leo. Bwana, niko hapa kukutukuza, niko hapa kukupa sifa, niko hapa kusema asante kwa jioni njema ya leo Bwana. Nami niko mbele zako Bwana, nikiomba Bwana kufafanusha kwa neno lako, kuachilie nuru, kuweze kumfahamisha mjinga na yule yote ambaye Bwana alikuwa ijui kweli yako, basi ikawe wazi mbele zake Bwana jioni ya leo, atoke akiwa yuko huru na yawe huru kweli kweli, maana umesema tutaijua kweli na kweli tatuweka huru. Pokea heshima, pokea adhama, pokea sifa, katika jina kuu la Yesu Kristo tumeomba tukiamini, amen. Leo naendelea kwenye pointi ya 4. Tumekuwa tukiangalia tu nguvu ya msalaba wiki. Ni kitu gani ambacho kimefanyika baada ya msalaba, amen, au wakati wa msalaba? Kwa nini msalaba? Ndo lilikuwa swali letu kuu, na leo tunaenda kuangalia moja ya faida nyingine ambayo tumeipata baada ya msalaba kuja. Haleluya. Jana nilimalizia kwa kusema kwamba mtumishi wa Mungu Andrew Murray alisema kwenye kitabu chake kwamba dhambi ilikuwa na effects mbili, au ilikuwa na madhara mawili. Moja ilikuwa ni kwa mwanadamu, na dhara la pili lilikuwa kwa Mungu. Na la kwa Mungu lilikuwa more serious. Kwa Mungu lilikuwa baya zaidi na lilikuwa serious zaidi, kwamba anabidi kuwe na kuadhibiwa kwa dhambi, kwa sababu Mungu ni wa haki. Alisema mwanadamu akila tunda hakika atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Na kelele kubwa ikaja kuwa pale ambapo Adam anaendelea kuonekana yuko hai. Kweli kwenye hatua moja alikufa kiroho, lakini kumbuka mwanadamu hakuumbwa apewe expiring date kwamba atakufa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini dhambi ilipoingia ikaruhusu magonjwa, ikaruhusu kifo, ikaruhusu vitu vingi ambavyo kimoja nitakiongelea leo, hata uadui kati ya mwanadamu na mwanadamu mwenzake, uadui kati ya mwanadamu na Mungu. Haleluya. Kwa hiyo dhambi ilikuwa ni kitu kidogo, lakini kilichokuwa na madhara mengi. Ni kama tunavyosema baraka. Baba alitufundisha kuhusu baraka, akasema baraka ni kitu kimoja, lakini ndani ya baraka kuna utajiri, ndani ya baraka kuna afya, ndani ya baraka kuna kuongezeka, lakini ni kitu kimoja tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ndio hivyo dhambi ilikuwa ni kitu kimoja, lakini madhara ya kile kitu kimoja yalikuwa yanaingia kila eneo ambalo mwanadamu hakuwahi kufikiria. Sasa tunaona kwa sababu Mungu ni Mungu wa haki, Mungu ni mtakatifu, na Mungu ni anatimiza ahadi yake na kulitukuza neno lake au ahadi yake kuliko hata jina lake. Analazimika sasa kuweza kuadhibu watu, kuadhibu alichokiumba, na njia pekee ilipaswa kuwe na kulipa ili kuvunja hii cycle. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuvunja mzunguko ambao unatakiwa uendelee wa watu kufa, ili kuvunja lazima ilikuwa mtu mmoja aje kufa, ambaye atakuwa na nini? Na vigezo na masharti. Na tuliona kwamba jana niliwaambia kuanzia hapo kukawa na hasira na ghadhabu ya Mungu juu ya kile alichokiumba. Alikuwa sana andiko ambalo nataka nianze nao leo, lakini nataka nikuonyeshe tu picha ya ghadhabu ambayo Mungu aliingia. Tuangalie Mwanzo sura ya 6. Anasema kitabu cha Mwanzo sura ya 6 mstari wa kwanza na kuendelea. Anasema ikawa wanadamu walipoanza kuzidi usoni pa nchi, na wana wa kike walizaliwa kwao. Mstari wa 2 anasema wana wa Mungu waliwaona hao binti za wanadamu ya kuwa ni wazuri, wakajitwalia wake wowote waliowachagua. Mstari wa 3 Bwana akasema roho yangu haitashindana na mwanadamu milele, kwa kuwa yeye naye ni nyama, basi siku zake zitakuwa miaka 120. Kwa sababu uovu umeanza kuendelea, Mungu anafika mahali sasa anapunguza miaka ya kuishi ya wanadamu. Tuendelee mstari wa 4. Anasemaje? Nao wanefili, watu warefu. Mstari wa 5,
Sasa naona hii imekata, lakini nasema wana wanafili watu warefu wakazaliwa kutoka kwa wanadamu na wakapewa majina. Nasema Bwana akaona, mstari wa 5, ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani, na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote. Sababu watu wanafikiria Mungu alipoiadhibu dunia na kuua wanadamu kwa maji, walikuwa wanafanya kitu physical. Sio tu physical, ilikuwa tu hata hali ya moyo wao. Hata kama hajaanza kufanya, Mungu akiangalia ndani anaona huyu tu ni miaka 5 mbele tu atakifanya kile kile. Kwa hiyo alipoona hali ya mioyo ya wanadamu, Mungu akawa ile hasira sasa inayowaka juu ya dhambi iko ndani yake. Akagundua kwamba mtu, pamoja na kwamba nimempunguzia miaka, kwamba kusudio la moyo wa mwanadamu ni baya siku zote, halitakaa likabadilika. Twende mstari unaofuata. Ndio jana nikaa nasema dhambi iko wapi? Moyoni. Ndio maana tunamhitaji Kristo. Kristo aichukue nia yetu, aigeuze iwe nia yake. Biblia inasema kitabu cha Efeso, nia ile ile iliyokuwa ndani ya Kristo ndio inayotakiwa ifanye nini? Ifanye kazi ndani yetu. Maana yake kwa nia zetu hatuwezi kumpendeza Mungu, lakini Kristo akiingia ndani yetu na kutupa nia yake, tutaanza kukosa nia mbaya ambao Mungu aliiona hapo kwenye kitabu cha Mwanzo sura hiyo ya 6. Mstari wa 6 anasema Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani, akahuzunika moyo. Ukisoma Biblia ya Kiingereza inasema na Bwana akatubu. Kwa nini alimfanya mwanadamu? Moja ya Biblia inasema hivyo. Yaani ukisikia Bwana alitubu, Bwana aligeuka, kwa sababu toba ni kugeuka. Yaani Mungu alijutia kwa nini alimuumba mwanadamu. Kwa nini? Dhambi aliyokuwa kila akimwangalia mwanadamu anaiona. Kwa hiyo sasa hiki kitu kikawa kimeweka hasira ndani ya Mungu. Kienda mstari unaofuata, Bwana anasemaje? Mstari unaofuata anasema Bwana akasema, nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi, mwanadamu na mnyama na kitambaacho na ndege wa angani, kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya. Umeona mahali ambapo Mungu alifika? Sasa hii ndio hasira ya Mungu inavyowaka watu wanapotenda dhambi. Sodoma na Gomora ndio hivyo hivyo. Ndio akasimama Abraham akaanza kusema, je, wakipatikana 10? Je, wakipatikana 5? Je, akipatikana 1? Bwana Yesu asifiwe. Mungu akasema kuteketeza nitateketeza, lakini sitaruhusu watu wangu wateketee pamoja na wale ambao ni wadhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sio kwamba Mungu anapenda, lakini kutokana na maandiko na kile ambacho amekisema, mwanadamu akitenda dhambi anastahili kufa. Huna namna nje. Hakuna chochote atakachowahi kukifanya ambacho kitabadilisha kile ambacho Mungu amesema. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kuna madhehebu, kuna dini zinasema ukitoa sadaka sana, sijui ukiwa una mtu wema sana, ukiwa unawatembelea wajane sana, ukiwa unaenda hospitalini sana, hiyo yote haibadilishi kwamba umetenda dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo dhambi ikishaanza kuingia kwenye moyo wa mwanadamu na kwenye maisha ya mwanadamu, ghadhabu ya Mungu inaanza kuwaka dhidi ya huyo mtu. Sasa hivi kitu pekee kinachosababisha Mungu asipige kama ilivyokuwa zamani au asifanye kile alichokuwa anakifanya zamani ni kwa sababu Kristo sasa amekuja. Kila hasira ya Mungu inapoinuka, damu ya Yesu inanena mema. Bwana Yesu asifiwe. Lakini anasema kwa sababu Yesu alishakufa, nitatoa tu muda kidogo, alafu ipo siku tutakusanya yaliyo magugu na iliyo ngano. Alafu anasema wale ambao wataendelea kuwa magugu watatupwa kwenye nini? Kwenye moto. Haleluya. Haleluya. Waibrania 9:22. Waibrania sura ya 9 mstari wa 22. Na katika Torati karibu vitu vyote usafishwa kwa damu, na pasipo kumwagwa damu hakuna ondoleo. Kwa unaona kwenye kanuni ya Agano la Kale, kwenye Torati ilikuwa lazima vitu vya ibada, lazima yoyote yule ambaye anataka kuwa na usawa mzuri na Mungu, ili kusiwe na ghadhabu ya Mungu, lazima damu ilikuwa ifanye nini? Imwagike. Na hiyo damu ndio ilikuwa inasafisha vitu, sio maji. Bwana Yesu asifiwe. Tulikuwa tunategemea vyombo vya hekalu visafishwe na nini? Na maji. Lakini vilikuwa vinasafishwa na nini? Na damu. Haleluya. Anasema pasipo damu hakuna ondoleo. Wakolosai 2:14. Kolosai 2:14. Anasema akisha kuifuta ile hati iliyoandikwa, kile kusafisha,
ya kutushitaki kwa hukumu zake, iliyokuwa na uadui kwetu, akaiondoa isiwepo tena, akaigongelea msalabani. Ndio maana tunahitaji msalaba. Ile hati, ile hasira, chochote kile kilichokuwa kinasimama dhidi yetu sisi na Mungu, ililazimika damu imwagwe. Haleluya. Sasa kwenye Agano la Kale ilibidi Mungu, baada ya kuja na kuwaona wanadamu, kama unakumbuka, cha kwanza Mungu alichokifanya, tunaiona hasira ya Mungu juu ya nani? Juu ya mwanadamu. Kwa mwanaume akaanza, kwanza alianza kwa nyoka, si ndio? Akasema, wewe nyoka, kwa kuwa umefanya hivi, kuanzia leo utatembea kwa nini? Kwa tumbo lako, na utakula mavumbi. Akamgeukia mwanaume akamwambia, wewe kwa sababu umesikiza sauti ya mke wako, utakula kwa jasho. Hiyo ni hasira tu, kwa sababu amewakuta wamekosea, wametenda dhambi. Ghadhabu ya Mungu inawaka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anamgeukia mwanamke anamwambia, wewe utazaa kwa utungu. Sasa ipo siku nitapata nafasi kueleza Mungu alikuwa anamaanisha nini kusema kwamba mwanadamu atazaa kwa uchungu. Haikuwa inamaanisha hicho tunachokifikiria leo, uchungu wa kuzaa. Kuna kitu kilikuwa kinamaanisha. Sina muda wa kutosha kuongelea leo, lakini tutayaongelea. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu Biblia ya Kiingereza na Biblia za Kiswahili, tafsiri ya maneno anayoyasema ni tofauti kabisa na Kiebrania inachosema. Haleluya. Unaona hapa anasema Mungu baada ya kuona hivyo, ile hasira inavyoendelea kuwaka, kasha achilia laana kwenye ardhi, itazaa miba, itakutolea michongoma na kila kitu. Alipomaliza vyote, ili ile hasira ishuke, ilibidi achukuliwe mnyama achinje. Akafanya mavazi kupitia kwa nani? Kwa mnyama. Hilo ni Agano la Kale. Akawavalisha, alafu akaondoka. Na hapo tunaona kwa mara ya kwanza Mungu alichokiumba anakiondoa mahali alipokuwa amekiweka. Akaweka uadui kati ya mwanadamu kuingia kwenye bustani. Sio kwa sababu anamchukia, kwa sababu kila akiingia kule anadhurika. Hasira ya Mungu inadumu kufanya nini? Kuwaka dhidi yake. Haleluya. Haleluya. Iko kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 21 mpaka 24. Lakini kuendelea na maisha, tutafungua kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura ya 17 mstari wa 11 mpaka 14. Mungu anatoa maagizo kwa wana wa Israeli, wale wazao wa Ibrahim ambao kutokea kwake anasema atazaliwa mfalme. Anatoa maelekezo waanze kutoa sadaka. Sadaka ya nini? Sadaka ambayo itafanyika kama upatanisho, itakaoondoa ile hasira ya Mungu. Sadaka ya nini? Sadaka ya wanyama. Anasema basi zishikeni amri na sheria na hukumu ninazokuamuru leo uzitende. Mstari wa 12. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza, mstari wa 11 sawa. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi, yani sheria, na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimizia agano na rehema aliyowaapia baba zako. Kwa hiyo anawaambia mkifanya hichi ninachokisema, kitahakikisha kwamba mnapata kibali. Rehema, unaelewa maana yake? Kibali mahali ambako ulikuwa ustahili. Kwa anasema mkifanya hichi mtapata uwezo tena wa kunikaribia. Bwana Yesu asifiwe. Kitorati au kiujumla, Mungu aliachia sheria moja. Achana zile amri 10. Si ndio? Nitawaonyesha nikienda kule kwenye kuzungumzia msalaba ulivyoleta upatanisho tena kati ya Mungu na mwanadamu na mwanadamu na mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe. Sheria ni moja tu, ilikuwa inatakiwa tuishi kwa ajili ya Mungu. Alafu sisi tukiishi kwa ajili ya Mungu, vitu vingine vyote vinakaa sawa. Yaani ukiishi kwa ajili ya Mungu huwezi kuiba. Ukiishi kwa ajili ya Mungu huwezi kuabudu miungu mingine. Yaani sheria ni ile ile ya bustanini moja, usile. Ni ile ile inayoendelea. Sema sasa ikaeka in categories. Lakini ni kile kimoja ambacho kinaendelea. Kwamba Mungu awe wa kwanza, na ukimfanya yeye wa kwanza atakufanya wewe uwe bora. Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje? Anasema utapata rehema. Mstari wa 13. Naye atakupenda na kukukaribia, nani? Mungu, na kukuongeza tena, ataubariki uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako na maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowapia baba zako kuwa atakupa. Utabarikiwa kuliko mataifa yote, hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu. Sasa hapa ndo nashika maandiko ya Mungu anachokisema. Mkiendelea kuishi hivi, sitaruhusu mwanaume
Hamna kitu chochote kinajulikana kama mtu ana nguvu za kiume, ni uongo. Kineno kuna shida mahali. Sasa najua scientifically daktari ameniangalia pia, lakini kibiblia alisema mkitimiza agano langu hakutakuwa na mume mwenye shida ya uzao wala mke mwenye shida ya kuwa tasa. Hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Anasema wala kati ya wanyama wenu wala mifugo. Sio tu kwa wanadamu, imeenda mpaka kwa wanyama. Kwa unafuga, wewe ni mfugaji, ni mkulima, haipaswi uwe na mnyama ambaye uko tasa. Kwa nini? Kwa sababu Mungu ameahidi tukikaa kwenye sheria, hasira yake ikiondoka kwetu, tunaona mazao kwenye maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari wa 15. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wowote. Sijui kwa nini leo tunaongea haya yote. Ugonjwa, sijui kama unanielewa. Sio ugonjwa fulani. Ugonjwa wowote anauondoa. Wala hatatia juu yako maradhi yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Mabaya uyajuao ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Kwa mimi nikiwa vizuri na Mungu, hasira ya Mungu ikiondoka kwenye maisha yangu, yoyote anayenichukia, kile ambacho ilikuwa kinipate, ni mbaya kusema lakini ndio ukweli. Hasira ya Mungu tu ikiondoka kwenye maisha ya mtu, wale ambao mtu akikuchukia, mtu akikuchukia, hajasema akikusema tu vibaya, akikuchukia tu analo. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 16. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie wala usiitumikie miungu yao, kwani litakuwa ni mtego kwako jambo hilo. Alafu anasema nawe kama ukisema moyoni mwako, mataifa haya ni mengi kunipita mimi, nitawatoaje katika milki yao? Tumalizie na mstari unaofuata. Usiwaogope, kumbuka sana Bwana Mungu wako alivyomfanyia Farao na Misri yote. Bwana Yesu asifiwe. Kumbukumbu la Torati mstari ule wa 17, sura ya 17 mstari wa 11 mpaka 14. Tuone kitu kingine hapo. Kwa mfano wa sheria watakayo kufunza, na kwa mfano wa hukumu watakayo kuambia, fanya vivyo. Usigeuke katika hukumu watakayo kuonyesha kwenda mkono wa kuume wala wa kushoto. Na mtu afanyaye kwa kujikinai, kwa kutomsikiliza kuhani asemaye hapo, kwa kumtumikia Bwana Mungu wako, au muamuzi, na afe mtu huyo, nawe utaondoa uovu katika Israeli. Sasa hapa kuna maagizo Mungu amewapa. Anasema na hao watu wote watasikia na kuogopa, wasifanye tena kwa kujikinai. Mstari wa 14. Utakapokwisha kuingia katika nchi akupayo Bwana Mungu wako, ukaimiliki na kukaa humo, nawe utakaposema nitaweka mfalme juu yangu, mfano wa mataifa yote yaliyoko kando kando yangu. Mstari wa 15. Usiache kumkale atakayechaguliwa na Bwana Mungu wako awe mfalme juu yako, umweke mmoja katika ndugu zako awe mfalme juu yako. Usimtawaze mgeni juu yako ambaye si ndugu yako. Samani, kuna andiko nilikuwa nalitafuta, naona kama nilikosea katika uandishi wangu. Ilikuwa ni Kumbukumbu la Torati, pale ambapo Mungu anawaagiza wana wa Israeli wasinywe damu, maana damu, ndani ya damu kuna uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ndani ya damu kuna nini? Kuna uhai. Anasema uhai wa kitu huko katika damu ya kitu hicho. Kwa hiyo anawaagiza sasa msinywe wala msile damu wala msile nyama ambayo ina damu ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Na baada ya hapo wakawa wanaambiwa kila wakikosea waje na sadaka ya nini? Ya mwana kondoo, na dhambi zao zitawekwa juu ya nini? Wakimshika. Kwa hiyo Mungu alikuwa anaadhibu mwana kondoo kwa niaba ya nani? Ya mwanadamu. Na ilikuwa specifically walikuwa watoi sadaka nyingine kwenye eneo la toba na kutengeneza mahusiano na Mungu, ilikuwa ni mwana kondoo. Sio bure, ndio maana unasikia kwenye kitabu cha Mathayo, nadhani Mathayo anasema mtazame mwana kondoo aliyechinjwa, anayekuja, mwana kondoo atakayechukua nini? Dhambi ya ulimwengu. Kwa hiyo Yesu anakuja kama yule kondoo aliyokuwa amemzoea. Bwana Yesu asifiwe. Ili achukue ghadhabu ya ulimwengu. Sasa msalaba ndio mahali upendo wa Mungu na haki ya Mungu zilikutana. Msalaba ni mahali ambako upendo wa Mungu na haki ya Mungu vilikutana. Bwana Yesu asifiwe.
Upendo wa Mungu nini? Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Haki ya Mungu ni nini? Kila afanyaye kosa, kila afanyaye dhambi lazima afe. Kwa hiyo analetwa ambaye atakufa. Yaani Mungu mwenyewe anakuja na kutimiza haki. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ile haki ya Mungu ilihitaji dhambi iadhibiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema afanyaye dhambi atafanya nini? Atakufa. Si ndio ninachosema? Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu kwa upendo wake anakutana na uhitaji wa hasira yake mwenyewe kwa kumleta mwanae ili alipie. Warumi 5 mstari wa 8 mpaka 11. Warumi 5 mstari wa 8 mpaka 11. Anasema bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu. Biblia ya Kiingereza inasema kwa niaba yetu. Haleluya. Tulipokuwa tungali wenye dhambi, mstari wa 9, basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Ghadhabu ni nini? Hasira ya Mungu iliyokuwa inawaka dhidi yangu. Ndio maana nasema amani yangu, the chastisement of my peace was upon him. Maana yake ili mimi niwe na amani ilibidi Kristo apigwe, kwa sababu nilikuwa siku zote sina amani, maana kuwa kuna ghadhabu inawaka kinyume na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa msalaba ndio uliweza kutimiza kiu ya kile ambacho Mungu alikuwa anakitaka. Basi zaidi sana tukiisha kuhesabiwa haki katika damu yake, tutaokolewa na ghadhabu kwa yeye. Mstari wa 10. Kwa maana ikiwa tulipokuwa adui, umeona tukiwa kwenye dhambi tulikuwa nini? Adui. Maana tulipokuwa adui tulipatanishwa na Mungu kwa mauti ya mwana wake. Sijui kama umenielewa. Kwa maana yake mtu anapoanza kufanya tu dhambi anakuwa adui wa Mungu. Mungu anataka, ndio maana tunasema Mungu achukii watu ila anachukia dhambi iliyoko ndani ya watu. Maana Mungu afungamani na dhambi. Unapotenda dhambi umebeba kitu ambacho Mungu ana uadui nacho. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio maana nawaambia watu hakuna hata siku moja, najua ziko scenario chache kama ya Ayubu kwenye Biblia pekee ambao tunaona mtu anaadhibiwa akiwa ana haki. Ndio sehemu pekee kwenye Biblia, hakunaga mfano mwingine wa kufanania hiyo. Nadhani ni yeye na Paulo kwa sababu ya wingi wa maarifa ambao Mungu anampa. Kwa anamwambia nitaweka nini? Mwiba. Si ndio? Au watu wawili. Lakini kwenye Biblia nzima utaona watu ambao wanaadhibiwa kulingana na makosa na dhambi walizozifanya. Kwa hiyo shetani haezi kupata mlango wazi kwenye maisha yako kama wewe hujafungua mlango. Ndio huo uadui sasa. Mungu akikuangalia anaona uadui dhidi yako. Bwana Yesu asifiwe. Anasema zaidi sana baada ya kupatanishwa tutaokolewa katika uzima wake. Kwa hiyo tukishapatanishwa tunaokolewa kuingia katika level ya uzima. Mstari wa 11 anasemaje? Wala si hivyo tu ila pia twajifurahisha katika Mungu kwa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye kwa yeye sasa tumeupokea huo upatanisho. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna upatanisho baada ya kile ambacho Kristo amekifanya pale msalabani. Sasa kwa nini Kristo? Kwa nini Kristo aje? Kwanza kwa sababu hakuna mtu ambaye angeweza kubeba dhambi za ulimwengu mzima. Kwa pekee ambaye alikuwa anaweza kubeba dhambi za ulimwengu mzima. Yaani ni kama hivi, leo mtoto wako, sijui kama wazazi watanielewa hapa, mtoto wako ni mwizi. Nadhani chini mmeshakiona hata mtaani. Kwa mtoto wako ameiba, alafu anataka kumchoma tairi. Wewe unakimbia, unamkumbatia mtoto wako, unasema kama mnamchoma, mnichome pamoja na mimi. Kwa hiyo ambacho kinaweza kulipia gharama ya yule mtoto ni aliyekizaa. Kama leo ambavyo kuna mtandao mmoja ulikosea, nadhani kama mnaelewa, kuna mtandao mmoja ulikosea ikabidi tu hiyo kampuni ifanye nini? Kwa sababu ya reputation ikabidi ifungwe na ibadilishwe jina. Sasa hivi ni kampuni na jina jingine. Bwana Yesu asifiwe. Anayelaumiwa ni nani? Ni kampuni. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sasa yule ambaye amekizalisha kile kitu anaenda kulipia gharama. Kwa mfano sasa hivi simu fulani itokee ya kampuni fulani yenye jina lake imeripuka. Kitakachotokea kama wateja wanaripukiwa na simu na wanapata changamoto, ambaye ataitwa mahakamani kwa ajili ya kujibu kwa kosa ni nani? Ni mtengenezaji wa hicho kitu. Kwa hiyo Mungu sasa anakuja kutuma mwanae wa pekee ili kulipia kosa ambalo limefanyika na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe.
Na tunamuona kwenye Biblia inasema yeye ni mwanakondoo asiye na mawaa. Maana wanakondoo wengine wote walikuwa hawatoshelezi, lakini yeye ndo pekee ambaye anakuja, hana hila, hana makosa na ana uwezo wa kulipia. Kitabu cha waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka 21. Waraka kwanza wa Petro sura ya kwanza mstari wa 18 mpaka ule wa 21. Nitakuwa nikisoma Amplified Version na New Living Translation. Kwa Kiswahili anasema, nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mliopokea kwa baba zenu. Kwa huu mwenendo haujaupokea kwa mtu mwingine, lakini kwa baba zetu. Anasema, you must recognize that you were redeemed, ransomed for the useless, fruitless ways of living inherited by tradition from your forefather. Kwa hiki kitu kilipitishwa kwetu kama utamaduni. Dhambi, ndio tunasema dhambi ni kitu ambacho unaweza kinatembea kama urithi kutokea kwenye nini? Uzao. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema tuli inherit, tumejikuta, yani kuna vitu tumejikuta tunavifanya hata tuelewe kwa nini tunavifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa anasema mmekombolewa kutoka kwenye huo mwenendo ambao mmeurithi kutoka kwa baba zenu. Na hamjakombolewa kwa kitu cha kawaida, sio kwa fedha, sio kwa dhahabu, sio kwa vitu ambavyo ni vinaweza vikahesabiwa kwenye dunia, ni kwa gharama isiyoharibika. Mstari wa 19 anasema, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Kwa mwana kondoo ambaye alikuwa anachinjwa huko nyuma, sasa hivi tuna mwana kondoo Kristo ambaye hana hila wala hana mawaa. Damu yake ni safi ya kutosha kulipia hasira ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia ya Amplified inasema, but we are purchased with the precious blood of Christ the Messiah, like that of a sacrificial lamb without blemish or spot. Kwa hiyo tumepewa hiyo damu ya mwana kondoo ambaye ni kama mwana kondoo ambaye anatolewa kwa ajili ya dhabihu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini? Kwa sababu Kristo ndiye pekee aliyekuwa mtakatifu anayeweza kutimiliza. Sasa mtu anaweza kaniuliza, pastor, kwa nini mtu aje kufa kwa ajili ya dhambi za watu wengine kati hajafanya dhambi? Kristo hakulazimishwa. Kristo alitaka mwenyewe, kwa kutaka kwake mwenyewe alikuja kufanya hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 53 mstari wa 7. Isaya 53 mstari wa 7 inasema, alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufunua kinywa chake, kama mwana kondoo apelekwae machinjioni. Alionewa lakini alinyenyekea, wala hakufungua kinywa chake kama mwana kondoo apelekwae machinjioni. Na kama vile kondoo anyamazavyo mbele yao wakatao manyoya yake, naam, hakufunua kinywa chake. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza usielewe sana hii kwa sababu kuna kondoo wa Israeli. Wale kondoo ndo wanaotengenezaga yale manyoya yanaweka kwenye makoti na nini. Wanakuwaga na manyoya sana kiasi kwamba ukisema unamchinja akiwa na yale manyoya umuoni shingo iko wapi. Kwa hiyo wanafanya nini? Wanamnyoa kwanza kabla ya kufanya nini? Ya kumchinja. Ndicho Kristo alichofanywa. Alivuliwa mavazi yake, wakapigia hesabu. Kristo aliwekwa msalabani akiwa uchi wa mnyama. Achana hizi movie ambazo mnaona pamefunikwa hapa. Alikuwa uchi kabisa. Maana Biblia inasema amelaaniwa yeye anikwae msalabani. Tutaiona hiyo picha vizuri siku ya kesho. Namna yani umewekwa kama ulivyo. Aibu. Mwanadamu alipotenda dhambi alikuwa nini? Uchi. Alijigundua niko uchi akajifunika. Kwa hiyo alirudi kulipa ile gharama ya aibu ambayo mwanadamu aliingia. Sasa hapo ni mbele ya watu, na mahali ameenda kusulubiwa ilikuwa ni mahali ambako ni mahali ni mji wa kibiashara. Na muda ambao anasulubiwa ndio ulikuwa muda wenyewe ule wanafanya biashara ni wengi. Bwana Yesu asifiwe. Lengo lake ni nini? Kuiondoa hiyo aibu na kuweza kutimiza hasira ya Mungu. Wafilipi 2 mstari wa 6 mpaka wa 8. Wafilipi 2 mstari wa 6 mpaka wa 8 anasema, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Akafanya nini? Bali alijifanya kuwa hana utukufu, akachukua namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena
alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, alijinyenyekesha akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonyeshwa yeye alikuwa ni mfalme, lakini hapa tunaona amejiweka kama mtu wa kawaida, amejishusha kwenye mauti ya msalaba. Anachokitafuta nini? Kulipa gharama ya hasira ya Mungu iliyokuwa inawaka juu ya mwanadamu. Na ndio maana unasikia kilio cha Yesu kilikuwa, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umenigeuzia mgongo? Hiyo ndio Kiebrania. Maana yake Mungu aliona mwanae akiwa amezibeba nini? Dhambi za ulimwengu. Na kwa mara ya kwanza walikuwa wanapiga story, alikuwa anasema anasema yote anayofanya duniani nimemwona baba akifanya. Sisemi lolote isipokuwa nimemsikia baba anafanya. Lakini hapa kwa mara ya kwanza hamsikii baba, hamuoni baba. Ndio maana pale Getsemane alilia sana. Alilia sio kwa sababu ya kitu kingine, sio kwa sababu alikuwa anaogopa msalaba, ila Mungu kwa mara ya kwanza amepata nafasi ya kuibeba dhambi ya mwanadamu. Mungu ambaye hajifungamanishi na dhambi, kwa mara ya kwanza ana experience dhambi na uzito wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wakorintho wa pili 5:19. Hii ni gharama. Uko unaenda kufanya dhambi, ukumbuke hii ndio gharama ambao Mungu aliilipa. Na anaposema tunamsulubisha mara ya pili, anapitia ile experience tena, anajisikia vile tena, unamkumbushia pale tena yale maumivu. Anasema yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Watu wanasema ni utatu, Kristo ndo alikufa, Mungu hakufa. Anasemaje? Yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Ndio maana Kristo alikuwa amuoni Mungu, maana wakati ule Mungu alikuwa ndani yake. Kwa sababu anasema yaani Mungu alikuwa ndani ya Kristo akiupatanisha ulimwengu na nafsi yake. Na ukumbuke hapo wakati huo Roho wa Mungu alikuwa yuko in full ndani ya Kristo. Kwa hiyo utatu ulikuwa msalabani. Ndio maana dunia ikabidi iwe giza, haikuweza kubeba. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Asiwahesabie makosa yao, naye ametia ndani yao neno la upatanisho. Haleluya. Kwa nini sasa Yesu aje? Waibrania 10 mstari wa 1 mpaka 21. Sitaweza kusoma wote, tutaenda kusoma nyumbani, lakini nitakuwa nikitembea na Message translation tafadhali. Sitasoma Kiswahili, nitasoma translation ya Message, alafu nitakuwa nikitafsiri mwenyewe hapa. Waibrania 10 kuanzia mstari wa 1. Message translation inaonyesha vizuri sana. Anasema the old plan was only a hit for the good things in the new plan. Anasema ile torati au ule mpango wa kwanza wa Mungu ulikuwa tu ni kivuli ya kile ambacho kinakuja kufanyika kwenye nini? Kwenye agano jipya. Anasema kwa sababu sheria ya zamani haikuweza kujitosheleza, haikuweza kuwatosheleza wale waliokuwa wanaifuata. Kwa waliopewa amri 10 badala ya kuitimiza bado wakaendelea kukosea zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Anasema no matter how many sacrifices were offered year after year, they never added up to a complete solution. Japokuwa walikuwa wanatoa nini? Wanatoa dhabihu tena na tena na tena, lakini dhabihu hizo hazikuweza kumsaidia mtu. Picha ya hekalu la zamani ingekuwa ni sasa hivi, sijui kama mngeielewa. Yaani ilikuwa kwamba kuna sehemu kubwa ambapo ni kuchinja tu na kumwaga damu. Hamna kitu kingine, hamna viti vya kukaa. Hamna. Ilikuwa ukiingia hivi hekaluni unasikia tu harufu ya damu, maana ndio kipekee kinachofanywa kwenye hekalu. Ni kuchinja tu wanyama. Lakini hiyo mwaka baada ya mwaka haikusaidia chochote. Haleluya. Mstari wa 2 anasemaje? Anasema if they had, the worshippers would have gone merry on their way. Anasema kama ingeweza kusaidia ile sheria ya kwanza au mpango wa Mungu wa kwanza, kama ungeweza kumuokoa mwanadamu, anasema hivi, wangeenda na njia zao, wasingekuwa wanahitaji kila siku kuanguka tena kwenye dhambi. Kwa hiyo ile ilisaidia tu kufunika, lakini haikuondoa dhambi ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 3 anasema but instead of removing awareness of sin,
When those animal sacrifices were repeatedly over and over, they actually heightened awareness and guilt. Anasema hivi, badala ya zile dhambi kuondoa ile hali ya kutambua na kuijua dhambi, hizi sadaka zisababisha mtu aendelee kujua na kuinua tena uelewa zaidi wa kujua dhambi kwa mtu. Na sio tu hivyo, na hukumu. Kwa mtu anakosea, alafu anajishangaa kila siku anakosea zaidi alivyokuwa anakosea jana, na hukumu inaendelea kuongezeka kuliko hukumu aliyokuwa nao jana. Kwa zile amri zilikuwa zinakuonyesha tu kwamba wewe ni mchafu, haustahili, haufai, hauwezi. Lakini kukutoa pale zilikuwa haziwezi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Leo ukiangalia kwenye internet kuna watu wanakuambia ukikaa kwenye kiti chako unatakiwa kae namna hii, kisahihi, kisayansi unatakiwa kae hivi. Ukikaa nje hivi unavokaa unaharibu mgongo wako. Hebu jiulize, kama kila siku ungekuwa kuna sherehe na kuonyesha namna ya kukaa, nani angeweza kukaa kama anavyotoka kukaa? Kila siku ungejikuta unakosea. Ndio sheria zilizokuja kufanya kwenye maisha ya mtu. Zilipoletwa badala ya kumsaidia, akajikuta kila saa hawezi kukaa vile anavyotakiwa kae na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 4 anasema the pain fact is that bulls and goats blood can't get rid of sin. Kwa hiyo unaona hichi kitu kinachosema. Ndio maana sasa hivi usidanganywe na mtu yote anakuambia kwamba kuna mtu ametoa mbuzi, mbuzi aliyemtoa wewe unataka utoe ng'ombe, leta milioni ngapi? Hakuna kitu kama hicho. Hizo zishajaribiwa miaka na miaka. Biblia inasema damu ya kondoo, damu ya ng'ombe, damu ya mbuzi haikuweza kuondoa dhambi. Twende mstari unaofuata. Anasema hii ndio inachomaanisha kwenye unabii iliyokuwa kwenye aliyousema katika kinywa cha Kristo. Anasema haukutaka sadaka zilizotolewa kwako mwaka baada ya mwaka, lakini mwili umeniandalia ili nikutolee kama dhabihu. Mstari wa 6 anasema sio moshi kutoka kwenye madhabahu au harufu nzuri ulioitaka ambayo iliweza kukunyamazisha appetite yako. Appetite gani? Mungu alikuwa na appetite na kuwa na mahusiano na mwanadamu, na kukawa kuna uadui. Kwa appetite yake ilikuwa inakuja kula sadaka. Kuna mahali kama unakumbuka kwa Elia alikula mpaka mawe, mpaka udongo. Moto wa Mungu uliposhuka haikutosha kumaliza kiu ya Mungu ya adhabu kwenye maisha ya mwanadamu, haikutosha. Mstari wa 7 anasema so I said I'm here to do your will, O God, the way it is described in your book. Anasema hivyo ni mimi nikasema, Yesu akasema kwamba nimekuja kulitenda neno lako kama ilivyoandikwa kwenye kitabu chako. Maana kuna namna alipaswa alipie adhabu na ghadhabu ya Mungu iondoke kwenye maisha ya mtu, na ilikuwa imeshaandikwa kwenye nini? Neno la Mungu, kwamba atakuja kufa na kuzibeba dhambi za ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8, when he said you don't want sacrifice and offering, he was referring to practices according to the old plan. Anasema hivi, alipokuwa akisema kwamba dhabihu na sadaka kuzitaka, alikuwa anamaanisha mtindo wa mwenendo wa kale ambao watu walikuwa wanafanya, maisha waliokuwa wanaishi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. 9, when he added I'm here to do it in your, akasema nimekuja kufanya katika njia yako. Anasema amelitoa lile la kwanza ili alete jambo jingine jipya. Mstari wa 10 anasema hii ndio njia ambayo Mungu ameitumia ili kutufanya sisi tufae mbele zake kwa sadaka ya mara moja ya Yesu. Twende mstari wa 11 usikie anachokisema. Anasema kila kuhani anaenda kazini kila siku mbele ya madhabahu kutoa sadaka zile zile mwaka baada ya mwaka, lakini hazikuweza kuondoa shida ya dhambi. Kumbuka hao walikuwa ni asubuhi mpaka jioni. Asubuhi mpaka jioni wanaenda kutoa sadaka, lakini hizo hazikuweza. Mstari wa 12 anasema lakini kama kuhani Kristo, yeye amejifanya kuwa dhabihu moja pekee ambayo ameitoa kwa ajili ya dhambi, alafu akaketi mkono wa kuume wa Mungu Baba. Mstari wa 13 anasubiria adui zake waweze kushikwa na kufungwa. Mstari wa 14 anasema ilikuwa ni dhabihu inayostahili au yastahiki by a perfect person, kwa mtu aliye sahihi au anayefaa. Soma vizuri, it was a perfect sacrifice by a perfect person to perfect someone very imperfect people.
Kwa hii ni dhabihu ambayo ilitolewa, ambayo ilikuwa ni ya viwango vinavyohitajika ili kuweza kumsafisha na kumleta mtu aliyekosea katika kiwango ambacho ni cha perfection. Sawa? Anasema ili kumsafisha mtu aliye very imperfect. Kwa hiyo ilikuwa inahitajika dhabihu iliyo perfect ili kuweza kulipwa kwa perfection, alafu hiyo dhabihu itamfanya ambaye hayuko perfect awe perfect. Kwa hiyo haikuwa dhabihu tu ya kawaida. Hizi nyingine zilikuwa zinafunika. Anasema by that single offering, kwa hiyo sadaka pekee iliyofanya kila kinachohitajika kufanyika kwa ajili ya kila mtu kuweza kumsafisha. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 15. Hii naweza nikaimaliza hata yote. Anasema the Holy Spirit confirms this. Roho Mtakatifu anathibitisha hili. Mstari wa 16. This new plan I'm making with Israel isn't going to be written on paper. It is going to be chiseled in stones. This time it's not going to be chiseled in the stones. This time I'm writing out the plan in them, carving it on their linings of their hearts. Anasema hivi, hii ndio kanuni mpya Mungu ameileta baada ya kumpatanisha mwanadamu na yeye. Sasa hivi anaandika sheria zake si juu ya mabango ya mawe kama zamani. Sasa hivi anaandika kwenye nini? Mioyo ya watu. Anaichora na kuiandika kama tattoo kwenye mioyo ya nini? Ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa siwezi kuendelea, mambo ni mengi hapo, tunaweza tukasoma hiyo chapter nzima, lakini naamini kwa hichi tulichokisoma kimekufungua ufahamu wako, umeelewa. Bwana Yesu asifiwe. Na kutokea hapo tunaona sasa Mungu, kwa sababu ya muda sitaenda ndani sana, Mungu anachukua Wayahudi ambao walikuwa wanastahili kupokea injili, alafu anawaunganisha na mataifa. Ndio maana hata injili ilipoanza kuhubiriwa alisema mtaanzia wapi? Mtaanzia Yerusalemu. Mkitoka Yerusalemu mtaenda wapi? Yudea, kwa Wayahudi hao bado. Alafu mkitoka hapo kwa Wayahudi mtaenda Samaria. Samaria ni kwa nini? Watu ambao wali makabila yaliyooana kati ya watu wa Israeli na makabila ambao Mungu hakutaka waoane, au ndo wa Samaria. Ndio yule mwanamke anamwambia, imekuaje wewe unaongea na mimi Msamaria? Haujui kwamba hairuhusiwi wewe kuongea na mimi? Kwa sababu walikuwa na watu wamekataliwa. Alafu ukitoka Samaria unatakiwa uende mwisho ya nchi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Mungu anakuja kupatanisha watu ambao walikuwa wanastahili kupokea injili na wale ambao walikuwa hawastahili. Sasa unaweza kusoma Waefeso 2 yote, inaelezea vizuri. Sawa Kasome nyumbani Waefeso 2 yote. Tumekuwa tukiisoma wiki hii. Nadhani tuliishia kama mstari wa 20 jana. Kwa hiyo unaweza ukaenda ukaisoma nyumbani kwa ajili ya eneo hilo. Lakini Isaya 65 mstari wa kwanza inathibitisha hichi kitu. Isaya 65 mstari wa kwanza, ili nimalizie baadhi ya pointi nyingine. Nasema watu wasionitaka wananiulizia habari zangu, nimeonekana na hao wasionitafuta, naliwaambia taifa lisiloitwa kwa jina langu. Kwa Mungu anasema hivi, Mungu ameamua sasa kujionyesha kwa watu ambao hawakustahili kuonekana kwao. Anajitambulisha kwa watu ambao walikuwa wajui kama hata wanamhitaji, ambao ni sisi mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Alafu ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume 13 mstari wa 46 mpaka 45 anaelezea vizuri sana. Ukisoma Message Translation, Acts chapter 13 verse 46 to 49. Nachukua Message Translation kwa ajili tu ya ufasaha wa kuleta ujumbe. Matendo ya Mitume nasema Paulo na Barnaba hawakurudi chini, waliendelea kusimama katika njia yao. Anasema it was required that God would be spoken first of all to you the Jews. Kwa nawaambia wale ambao ni Wayahudi, neno la Mungu tuliagizwa kwamba lisemwe kwenu kwanza, lakini kwa sababu nyinyi mmekataa kulipokea. Unakumbuka alichowaambia wanafunzi wake? Aliwaambia hivi, mkienda katika mahali mkahubiri na mkapokelewa, kaeni hapo. Wakikataa kung'uta mavumbi, ondokeni. Kwa hawa walienda kwa Wayahudi, Wayahudi wakawa wanawaua, Wayahudi wakakataa kupokea. Akasema kwa sababu nyinyi mmekataa, sasa Mungu anatuambia hivi, twende kwa mataifa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mlango uliofunguka wa watu wa nje kupokea ni kwa sababu wale waliokuwa wamekusudiwa kujiwa na hiyo nuru waliichukulia poa. Ndio maana leo unapoisikia injili, ukiamua kupotezea, anapokea mtu mwingine na anaokoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Twende mstari unaofuata.
Anasema following orders, do what God commanded when he said, I've set you up as a light to all nations. You proclaim salvation to the four winds and seven seas. Kwa anasema Mungu alipomuita alimwambia wewe utakuwa ni mtume ambaye ninakutuma kwenda kwenye mataifa, utaenda kama nuru kwa mataifa. Tuendelee mbele mstari 48. Anasema wale watu ambao sio Wayahudi waliposikia kwamba watu wa nje wanaenda kupokea neema hii, walitii, wakasikiliza na wakakubali kuishi maisha real life. Walikubali kuweka trust yao kwa Mungu, waliamua kumwamini Mungu na wakaliheshimu neno la Mungu kwa kulipokea katika maisha yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kuona kutokea hapo Mungu akapatanisha watu ambao walikuwa wamekusudiwa kupokea injili na wale ambao walikuwa hawajakusudiwa pia kupokea injili au hawajajua kama injili inapaswa kwenda kwao. Pointi ya tatu ambayo nitakuwa nikimaliza nayo ni msalaba ulikuja kutengeneza changamoto ya upendo na mahusiano. Msalaba ulikuja kutengeneza changamoto ya upendo na mahusiano. Bwana Yesu asifiwe. Msalaba ulikuja kuweza kutengeneza mahusiano kati ya Mungu na mwanadamu na kati ya wanadamu kwa wanadamu. Na ndio maana unaona msalaba. Na hichi ni kitu tunakiona kwenye msalaba unavyochongwa ule msalaba. Si ndio? Unaanza chini kwenda juu, alafu unatoka upande huu kwenda upande huu. Maana yake Mungu anajiunganisha mahusiano yake na wanadamu, lakini pili Mungu anaunganisha mahusiano ya wanadamu kwa wanadamu. Haleluya. Watu wasichokijua ni hichi. Kwa nini Kristo akupanda farasi alipokuwa anaingia katika ule mji wa Yerusalemu? Kristo alipanda punda kwa sababu ukienda kupiga picha juu ya mgongo wa punda imechora msalaba. Ule mkanda unaopita kuja paka kwenye kichwa cha punda na unaotoka kwenye mabega ya punda kushuka ni unachora msalaba. Kwa anaonyesha kwamba ninaingia Yerusalemu kwa msalaba. Ninaingia Yerusalemu kupatanisha watu na Mungu, kupatanisha watu na watu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunaona total solution, yani suluhisho la mwisho la wanadamu ilikuwa ni moja, mwanadamu apatanishwe na Mungu. Ndio ilikuwa suluhisho linalohitajika. Kwa sababu mwanadamu akipatanishwa na Mungu, Mungu atampatanisha mwanadamu na yeye mwenyewe. Maana mwanadamu alikuwa na uadui na yeye mwenyewe. Paulo kuna mahali anatueleza, anasema nikiwa nataka kufanya kitu kuna vitu vinashindana ndani yangu. Kimoja kinataka niifanye sheria ya Mungu na kingine kiko na uadui kikitaka mimi nisiifanye sheria ya Mungu. Maana yake mwanadamu hakuwa na umoja na yeye mwenyewe. Kwa Kristo alipokuja, cha kwanza alisababisha yeye apatanishwe na mwanadamu ili ampatanishe mwanadamu na yeye mwenyewe. Ndio maana nasema hivi, kama hauna Kristo na kama Kristo hajakujaza, hakuna mwanadamu atakaa kupe upendo wa kutosha. Hakuna mwanadamu ana uwezo wa kuwa furaha yako. Ukienda na akili hiyo kwenye ndoa na familia, inafika mahali ule ambaye amekuoa au umeolewa naye anakuona wewe ni mzigo. Unamhitaji Mungu kwanza akupe furaha. Bwana Yesu asifiwe. Labda kwa dakika moja nitumie hii demonstration ili kusaidie. Kwa mfano, nina chupa ya maji hii hapa. Mwanadamu alitakiwa akija kwenye maisha ya familia ya ndoa awe ni chupa iliyojaa na inamwagika. Yani ana chanzo kisichoisha kumjaa. Tuko pamoja? Huyu ndo mwanamke. Alafu mwanaume vivyo hivyo anapokuja iwe ni chupa ambayo imejaa maji na inatiririka, ambaye chanzo chake hapa chini ni Kristo. Maana hii maji hayatakaa yaishe. Kwa hiyo anapokuja kwenye maisha yako anaendelea kujaza katika kile ambacho kimejaa na kufurika. Hamna siku atasema nimetoa sana, kwa sababu utoshelevu wake hautokani na wewe unachorudisha baada ya yeye kukujaza. Utoshelevu wake unatokana na Kristo. Ndio maana nawaulizaga wanawake wengi wakija ofisini, anakuambia mume wangu amefanya hivi, mume wangu amefanya kile. Namwambia wewe unapata utambulisho wako wapi? Ungekuwa leo hujaolewa wewe ni nani? Ungekuwa leo hauna kazi wewe ni nani? Maana na ukimwambia ungekuwa hujaolewa wewe ni nani, anakuambia mimi ni accountant. Haya, toa accountant. Ungekuwa huna accountant wewe ni nani? Identity yake atakwambia mimi ni mama. Kama ungekuwa hujai kuzaa wewe ni nani? Kuna watu wengi identity yao ni azae. Kwa hiyo mtu asipozaa anapata changamoto ya utambulisho wake.
Au kizaa kuna kitu kingine kinahitajika, kazi. Asipokuwa na kazi hajakamilika. Lakini utoshelevu wetu tunaotoa kwa nani? Kwa Mungu. Ndio maana mtu anatakiwa kwanza awe na mahusiano na Mungu. Mungu akujaze furaha, akupe amani. Hamna mwanaume atakaa akupe amani, hakuna mwanamke atakaa akupe amani. Biblia inasema yeye ni mfalme wa amani, ataielekeza amani kama mito ya maji kutujia. Maana yake hakuna mwanadamu anaweza kuleta amani kwenye maisha yako. Hii ndio inasababisha ndoa zinaanza kuwa mzigo, kwa sababu mahusiano yako wewe na Mungu umeyatupa kule, na unategemea mwanadamu mwingine anaweza kukujaza kitu ambacho yeye mwenyewe hawezi kuwa nacho kama Mungu hayupo ndani yake. Ndio maana tunawaambia wanandoa, muwe mnakuja kwenye ibada, njoo mjazwe neno, kwa sababu upendo mke wako anauhitaji ni upendo wa Kristo kupitia wewe, sio upendo wako wa kibinadamu. Baba yetu alituambiaga siku moja kwa anafundisha, anasema kuna unconditional love. Akasema unconditional love ni Mungu pekee anaweza kukupa. Hakuna mwanadamu anaweza kukupa unconditional love. Na ikitokea kuna mwanadamu anakupa unconditional love ni kwa sababu ana mahusiano ya kina na anayetoa unconditional love. Bwana Yesu asifiwe. Na msalaba ndio ulikuja kurejesha hicho sasa. Kikawaida mwanadamu akiwa nje ya Kristo anajiona kama kwenye bustani ya Eden, atatafuta majani ya kujifunika. Anakuwa na vacant ndani ya moyo wake, anakuwa na shimo lisilojaa. Ndio hicho kinachosababisha mwanaume leo anakaa na mwanamke huyu anapendana miaka 5, akifika akitoka nje akimwona mwanamke mwingine anasema niliwahi kuoa. Kama ni mwanamke anasema nimekutana na upendo baada ya kuolewa. Changamoto ni nini? Changamoto ni kwamba hata ungempata mwanaume wa namna gani, hata ungempata mwanamke wa namna gani, hawezi kukutosheleza kama Kristo hajakutosheleza. Paka ufike mahali useme kuridhika na utaua yatosha. Bwana Yesu asifiwe. Kijana unaitafuta mwanamke ambaye ni bora duniani, na kuhakikishia atakuwa bora kwako kwa miaka 3 tu. Baada ya hapo utaona vivyupa vinazaliwa, vitu ambavyo unajiuliza hivi ni Tanzania au ni Marekani. Utaona kila picha. Kama unafikiria umeshaona mwanaume handsome, bado hujaona. Wanakuwa wapo njemba, wapo watu ambao hujawahi kutegemea utawaona hapa duniani. Kinachokusaidia tu kufurahia maisha ni uwe tu umeridhika na utaua, na hiyo haitokani na kitu kingine, uwe na mahusiano na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi Mungu amenilinda kwa kunisaidia kuwa very choosy. Nimekuwa very choosy kwenye maisha yangu. Kuna wanawake ambao nikikwambia kuna mwingine nilimwacha kwa sababu tu ana kidoa mahali. Yaani doa tu likanisababisha nikamwacha. Doa tu, kovu tena, wengine mmoja alikuwa ni kovu kabisa, ambalo sio kosa lake. Yaani amejikuta tu ana kovu. Nilikuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Kristo akikutosheleza, yaani unaweza kukumpata mtu ana makovu, mtu ana makosa, hatoshi, hajai minzani, lakini una furaha kwa sababu tayari umejaa ndani. Wewe unasubiria ni nani nikajaze. Tena ukimwona ndo kama astahili, ndo unajisikia sasa hapa nimepata mahali pa kwenda kumwaga upendo. Hapa nimepata mahali pa kwenda kutumika. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Atakwambia mke wangu nimekutana naye nikiwa niko certificate, naanza diploma. Nilikuwa nafanya kazi za part time nikiwa shule kuhakikisha kwamba kuna vitu nakutana navyo, na ni mchumba tu. Hiyo mambo ya kwamba hatutoi na kutolea, hiyo ni wewe. Uko umejaa na Kristo, unatoa na zaidi ya kutolea. Na kuhakikishia hausubiri kwamba eti umuoe kwanza ndio ufungue biashara yake. Yaani ndio maana nasema haya mambo tu ni mambo ya mtu kujazwa na Kristo. Ukiwa umejaa hauwezi subiri kutoa. Hautakumbuka hivyo vyote. Na wala mimi naongea tu kama story. Hamna siku nimewahi kwenda kumkumbusha kwamba unakumbuka niligaramika. Kwa sababu yani hata sikuwa naona kama nagaramika. Nilikuwa nasikia kutoa. Naona nifanye na nini tena? Nifanye na nini tena? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Kristo alipokuja ndio alikuwa anarudisha kwanza wewe kuhusiana na yeye, lakini pili wewe ukihusiana na yeye anakutupatanisha wewe na wewe mwenyewe. Kuna watu leo wana shida na waume zao, wana shida na wake zao kwa sababu anahitaji mke ndo awe source of your affirmation. Mke ndo akuambie wewe ni mzuri, akuonyeshe wewe ndo baba, wewe unafanya poa, kwa sababu bado ndani yako hujapatana na wewe. Bado past yako inakukula mpaka leo. Bado unajiona wewe hautoshi kama familia yako ilivyokuwa inakuona. Kwa hiyo inahitaji mtu mwingine akusukume sana, akuchochee sana ndio uone unafanya.
Akisahau tu kukwambia umependeza ni shida. Umenunua hereni mpya hajagundua ni shida, kwa sababu shida sio yeye. Shida ni wewe, hujapatanishwa na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu anabidi aeke nini? Aeke kwenye simu, aeke reminders za birthday, reminder ya siku ya harusi. Yaani hivyo vyote na vizuri tunafundishwa. Ninajua ni vizuri sana kufanya. Lakini ikifika mahali kwamba mtu asipofanya ndio inaingia mahali, hiyo ni kitu ya wazungu. Mtanisamee, ni kitu cha wazungu. Paka leo kuna watu wengine ukiwaletea maua hawakuelewi. Na sio dhambi, ni sisi wa Afrika. Pelekee nyama nyumbani, pelekee kitimoto uone, anakuelewa sana. Ila sasa wazungu wameinua standard fulani ambayo inatusumbua, unajua inatusumbua sana. Inatusumbua sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mtu anapenda udongo na mletea chocolate. Wazungu hawajui udongo. Kwa udongo kwao ni chocolate. Huku Tanzania ukimpelekea mtu udongo anakuambia umetisha. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ila kama mioyo yetu haijapatanishwa na Mungu, huwezi kutoa upendo. Huwezi kutoa upendo. Ndio maana tunasema tumempenda yeye kwa sababu ametupenda sisi kwanza. Ndio changamoto ya wanadamu. Sasa mpaka Kristo aingie ndani. Unajua ikogo hivi, upendo na tabia hii. Unampenda mtu mpaka mtu anabadilika. Ila mtu abadiliki ndio umpende. Na ndio Kristo alizotufanyia. Yaani unampenda mtu mpaka, yaani unampenda mtu, unamwambia alivyo mzuri mpaka akiamka asubuhi anajiona hivi, unajua nazingua. Atakiwa niwe mzuri. Unajua anachokisema ni mimi na naambiwa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati napishana na mke wangu kuna kipindi fulani, kunakuwa tunapishana kwenye mambo fulani. Tena ilikuwa kipindi cha uchumba kabisa. Nilikuwa naweza tukaongea kitu akajibu namna fulani. Nikawa namwambia, "Kwa nini unafanya hivyo? Tunagombana kweli?" Wewe. Siku moja Mungu akanipa hekima. Niambia, "Sasa mke wangu una hekima sana. Mimi napenda vile unavyonijibu. Yaani una hekima." Muulize huyu hapa anacheka. "Ndio una hekima sana." Yaani mimi Mungu nakushukuru na mke mwenye hekima. Na nilipoanza kutamka hivyo, yale majibu sijui viliishaga tu hivyo. Viliishaga tu hivyo. Yaani unampenda mtu afu unamuita. Biblia inasema tunavita vitu visivyo kama vimeshakuwa. Yaani unamuita kile unachotaka awe. Mimi mpaka kesho nimejifunza hicho kitu. Mke wangu kabla ya kulala, kila siku kabla ya kulala, hata kama nimechokaje, nitaweka mkono juu ya kichwa chake nimwombee. Na nao yatamka ni kile nataka awe. Wewe ni mtumishi wa Mungu. Utatikisa dunia. Au dunia haijaona kile ulichokuwa. Dunia haijaona upako ambao umeubeba. Hicho ndio ninachokitamka. Nakushukuru Mungu nilikutana na huyo mwanamke, ningepata tabu sana ningekutana na mwanamke mwingine. Hiyo ndio ninachokisema. Kwa kila akilala usingizini, anasikia yale maneno yanarudi. Amebarikiwa maana mimi nimekuja. Kuliko wanawake wengine angemuoa. Kwa hiyo kitu kinaingia kwenye nafsi yake, nimekitabiri kwenye ulimwengu wa roho na hivyo inakuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mimi nimepatana na mimi mwenyewe. Ndio maana nasemaga mimi nafurahia ndoa. Na mtu akiniuliza mimi nafurahia ndoa, sijui mke wangu. Sababu kwa mimi nisitegemei yeye sana. Nampenda na najua atafanya vingi, lakini ili ni appreciate anachokifanya kwangu, lazima mimi kwanza nisi expect. Nikishaanza kuona lazima afue, lazima apasi, lazima afanye hichi, nikiingia ndani asipokifanya nitaleta shida. Ila nikishajiona kwamba hayo ni ya kwangu kufanya, siku nikimkuta anafanya na appreciate. Nilipaswa nifanye mimi lakini kafanya. Sasa mke wangu leo Mungu akubariki sana. Asante sana. Kwa sababu moyo wangu umeridhika na vile ambavyo nipo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo lazima kila mtu atengeneze mahusiano yake na Mungu. Ukitengeneza mahusiano yako wewe na Mungu, utakuwa vizuri na wewe. Na mimi nikiwa vizuri na mimi, wewe hata unifanyie nini, bado naweza kuishi na wewe. Kwa utakachokiona ni nini? Ukimwona mtu anaishi chini ya kile ambacho unakifanya, unamwonea huruma. Kuna mtu mmoja alisema grace ni nini? Neema ni nini? Ni kumwonea mtu huruma kwa kile anachokipitia, kwa sababu unajua alikosa kitu fulani. Kwa hiyo you can extend grace kwa sababu unajua huyu mtu ana changamoto sio kawaida. Amenijibu hivi, huyu ana shida sana. Amenisema sana. Yule mwanamke amenitukana. Ukimsikiza anapotukana unajua kabisa huyu mtu ana changamoto. Unamwonea huruma badala ya kumchukia. Lakini kama ndani hauko vizuri na Mungu na hajakuweka vizuri na wewe,
hata mtu akikukata hivi jicho, ukienda nyumbani unasema aliniangalia kwa jicho fulani. Shida sio yeye, shida ni wewe hujatengenezwa ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana Kristo anasema, na sasa siwezi kurudi kwenye maandiko kwa sababu ya muda. Kristo anasema hivi, agizo ni mbili kuu. Anasema ya kwanza ni nini? Tena alisema ni moja kuu, si ndio? Anasema ya pili inafanana na hiyo. Maana yake iko kama ile ya kwanza. Anasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, nguvu zako zote, akili zako zote. Alafu anasema ya pili imefanana na hiyo, mpende jirani yako kama nafsi yako. Maana yake kama nafsi yangu haijashughulikiwa na Mungu kwanza, siwezi kutoa upendo ambao sina. Kuna watu hawajipendi, kuna watu wanajichukia. Lazima tu akikuona atakwambia wewe ni mbaya kwa sababu yeye mwenyewe haamini kama yeye ni mzuri. Shida sio wewe, shida ni yeye. Kuna mfano mmoja na umaliza nao wa mwisho. Kuna mama mmoja alikuwa kila asubuhi akiamka anasema yule jirani anafua nguo, alikuwa anafungua dirisha afu anaangalia nje, anaona kuna mama anafua nguo, lakini akianika zile nguo anaziona kama nguo mbona kama bado zina vumbi. Anambia mume wake, aisee mume wangu, huyu mama kila siku anafua lakini sijui hajui kufua. Akamwambia kwa nini? Anasema kila akifua nguo zake naziangalia hapa naona kwamba zina udongo. Siku moja ameamka asubuhi akaona nguo zile, akaona yule mama anafua, alafu akaona nguo ni safi. Akamwambia mume wangu, huwezi amini yule mama amejua kufua. Akamwambia kwa nini mke wangu? Ninamwangalia hapa amefua na nguo zimetakata. Mume wake akamwambia jana niliosha vioo. Shida haikuwa yule mwanamke. Shida ilikuwa ni nani? Nyumba, kioo unachotazamia mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu wengi wanakutendea mabaya sio kwa sababu wewe ni mbaya, ana kioo ambacho kinamsababisha akuone hivyo. Hakuna mtu atakuita wewe ni mzinzi, hakuna mtu atakuita wewe ni mwasherati, hakuna mtu atakuona umeshika mkono wa mwanaume akasema wewe ni mzinzi kama yeye akishika mkono wa mwanaume aende kuzini naye. Anachosema ni kwamba mimi ningekuwa kwenye nafasi yako ningekuwa nafanya hivi. Shida sio wewe, shida ni mtu hajatengenezwa, hajapatanishwa na yeye. Biblia inasema Kristo atakapokuja atapatanisha nafsi, roho na mwili, atavitakasa. Kwa lengo sio tu tubaki kwenye roho zetu kufanana na Kristo, anataka mwili, nafsi na roho zipatanishwe kwa Kristo. Alafu hapo tunatoka watu ambao tumejaa na Mungu. Anasema kwa sababu ametupenda na kwa sababu Mungu ni pendo, anasema sisi tuwapende wengine. Asiyeweza kupenda hajamjua Kristo. Maana yake ni nini? Asiyeweza kutoa upendo wa namna hii hajavaa Kristo ndani yake, hajashughulikiwa ndani. Je, wewe umeshughulikiwa na Kristo? Ndio kazi msalaba imefanya. Je, wewe umetengenezwa na Kristo moyo wako? Unavyoishi na mume wako always too demanding. Hujafanya hiki, hujafanya vile, hujatoa hichi, haujanidi. Unakaa na mke wako, hujapika, hujafua, huja nini. Msaidizi haji ili uache kufanya unachokifanya. Msaidizi ananikuta nabeba hii speaker. Anachofanya anafanya nini? Anashika pamoja na mimi. Ndio changamoto tulionayo, ubinafsi. Kristo hajatushughulikia. Mimi siwezi kana nabeba speaker hapa, nice nisaidie. Alafu akija naacha naenda zangu hivi. Akija tunabeba wote tunasogeza. Ndio lengo la msaidizi, upone. Msaidizi hajaja kukufanyia, msaidizi amekuja kufanya pamoja na wewe. Ndio maana Roho Mtakatifu hafanyi kazi kama uombi. Kuna sehemu ya Roho kufanya na kuna sehemu ya wewe kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Kristo hajaja tu ili kwamba sisi tuende mbinguni, amekuja ili tuwe na mahusiano mazuri duniani. Biblia inasema amevipatanisha vitu vyote kwa Mungu. Sio tu wanadamu kwa wanadamu, hata mimea, hata wanyama na kila ambacho tuko nacho kinapatanishwa na Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Muda hautoshi kwa sababu ya muda. Nadhani tuishie hapa. Lakini tuna kazi kubwa sana ya kufanya, kuhitaji kwamba Mungu ashughulike na sisi ili tuweze kutoa upendo. Maana mahusiano ya Mungu yataonekana duniani kwa sisi kuhusiana vyema na wengine. Biblia inasema yule mwana au yule mtoto akakuwa katika kimo na maarifa, akimpendeza Mungu na wanadamu. Wokovu umekuja tumpendeze Mungu na wanadamu. Huwezi sema umeokoka alafu mume wako anakuchukia kwa sababu ya tabia zako mbaya. Huwezi sema umeokoka alafu mke wako ana kila sababu anakusema una changamoto nyumbani. Wewe wokovu wako umekubadilisha nini? Huwezi okoka kwa tabia za kale. Bwana Yesu asifiwe.
Huwezi kuokoka ukaendelea kuwa Mchaga, huwezi kuokoka ukaendelea kuwa Masai. Hujaokoka. Wokovu unaondoa makabila, unaondoa hulka za kiume, unaondoa viburi. Kwa sababu wote mwisho wa siku tutavaa sketi. Samahani kusema hivyo. Makanzu tukienda mbinguni. Sisi ni mabibi harusi wote, wanaume kwa wanawake. Ndio maana wanawake wanaambiwa waheshimu na wanaume wanaambiwa waishi na wanawake kwa heshima. Wote tunaitwa kuheshimu pia. So yeye akuheshimu, wewe umtendee uovu, umwanike, umdharau. Bwana Yesu asifiwe. Wote tumeitwa kukaa kwa heshima na adabu. Biblia inasema. Haleluya. Haleluya. Upendo wa Mungu ungekuwa huko kwa namna hii tunayoisema, isingekuwa ngumu watu kuokoka. Kwa sababu dini nyingine zinafundisha vitu vya ajabu sana. Vinafundisha mauti, kulipa kisasi, kunyonga, kufanya nini, kupiga watu mawe. Lakini kwa Kristo tunafundishwa upendo. Lakini wa upendo hauonekani. Watoto wako wenyewe hawajai kuona upendo kati yako wewe na mume wako, kati yako wewe na mke wako. Afu unasema umeokoka. Hamna. Asiye ujua upendo hajawahi kumuona Mungu. Asiye na pendo hamjui Mungu. Tutapimwa kwa upendo wetu kwa watu. Na upendo unapimwa kirahisi sana. Mtu anapokukera na kukukwaza, ndio tunajua una upendo au hauna. Sio mambo yakiwa safi. Bwana Yesu asifiwe. Baba, tunakushukuru kwa jioni ya leo. Tumejifunza Bwana, hasira yako imelipwa kwa msalaba. Lakini Bwana, upendo umerejeshwa kati ya Mungu na mwanadamu, na kati ya wanadamu kwa wanadamu. Tunaomba jioni ya leo neema yako Bwana ukatupatanishe tena na sisi wenyewe. Maana cha kwanza ulichokuja kufanya ni kutupatanisha sisi na wewe, ili wewe ukiingia ndani yetu utupatanishe sisi kwa sisi, na kisha sisi tupatane na wale waliotuzunguka. Jehova, ninaomba jioni ya leo, naomba kwa ajili ya kila mwanandoa aliyoko hapa, naomba kwa ajili ya kila mume, kila mke, kila mtu mwenye familia ninamwombea. Kila kijana ambaye Bwana yuko kwenye mahusiano ninamwombea Bwana. Kila mtu ambaye Bwana anategemea kuingia katika njia hii Bwana ya kwenye ndoa, lakini Bwana kila mshirika aliyoko hapa Bwana, unasema kumetoka wapi huku kuumana? Kumetoka wapi huku kufanyana vitu vya ajabu, fitna na maneno mabaya? Kumetoka wapi? Paulo anauliza, anasema mmetoka na wapi na hivi vitu, wakati nyinyi mna pendo la Kristo ndani yenu? Anasema mkiendelea kufanya hivi mtakulana, mtaumizana. Bwana, nakuja mbele zako nikiomba rehema. Kama kanisa hatujaibeba hii picha ya msalaba kama inavyopaswa kuwa Bwana, maana upendo wako umevipatanisha vitu vyote na wewe, na vitu vyote vimepatanishwa na wenzake. Baba, tunakuja mbele zako tukiomba Bwana, kila hasira, kila majivuno, kila kujiinua ambako kulikuwa kwenye maisha yetu Bwana, ukaturejeshe katika nafasi yetu ya kukupenda wewe. Ukatusaidie Bwana, mioyo yetu ikatengenezwe ili tusiwe watu ambao ni so dependent on wanadamu, tusije tukawategemea wanadamu. Maana umesema amelaaniwa yeye amfanyaye mwanadamu kuwa ulinzi wake na anayemtegemea mwanadamu. Bwana, tumetegemea waume zetu wafanye vitu, tumetegemea wake zetu wafanye vitu, tumetegemea watoto wetu wafanye vitu, na Bwana kutokea hapo tumeacha sisi kufanya, maana tunaitwa kufanya. Maana kwa jinsi hii Mungu alipenda akatoa. Bwana, kila anayependa anatoa. Tusaidie Bwana kurudi kwenye nafasi ya kutoa. Tusaidie kurudi kwenye nafasi ya kutoa, kutoa upendo, kutoa faraja, kuwa sababu ya mtu mwingine kufurahia tukiwa hapa duniani Bwana. Marafiki zetu, watu ambao wako kwenye ndoa, watu ambao tuko kanisani, washirika kwa washirika, familia kwa familia, tusaidie Jehova. Neema yako imeleta upendo ndani yetu, imetengeneza mioyo yetu tuweze kupendana Bwana. Tusaidie Bwana, na umesema watu wataona upendo unaoendelea katikati yenu na watajua kwamba mimi niko pamoja nanyi, nao Bwana watapokea wokovu. Asante Bwana kwa sababu jioni ya leo umeturudisha katika msingi wa msalaba. Msalaba wako umerudisha mahusiano kati yetu sisi na wewe, lakini zaidi kati yetu sisi na familia. Tusamehe wale ndugu ambao tukuwasamehe. Tusamehe wale ndugu ambao tumewakasirikia, wale watu ambao tusemeshani nao. O Jehova, tunajua msalaba wako umerudisha upatanisho, na umesema mtu ambaye hakupendi, mtu anayekutendea mabaya, tumuombe, tumpe chakula, tumpe kinywaji,
na kufanya hivyo watajisikia hukumu, wataona kwamba wanafanya nini sasa, watapaliwa makaa ya moto vichwani mwao. Bwana tusaidie Bwana kurudi katika nafasi zetu, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana, tusaidie Bwana. Ondoa chuki, ondoa majivuno, ondoa chochote ambacho Bwana kimetusababisha leo hii tumeshindwa kuishi na watu, leo hii tumeshindwa kuwa na urafiki na watu. Jehova, kanisa lako linapaswa kuwa sehemu ya amani, sehemu ya upendo, maana Bwana ulitupatanisha kusiwe na magomvi, kusiwe na maneno, kusiwe na chochote kile. Bwana tupendane, tupendane Bwana, na unatuita kupendana. Unasema kwa sababu nimewapenda basi pendaneni. Bwana tusaidie kuanzia leo, tuponye mioyo yetu tunapoondoka mahali hapa, ndoa zetu zikapone, familia zetu zikapone, watoto wetu wakapone, wake zetu wakapone, waume zetu wakapone katika jina la Yesu Kristo. Mahusiano yetu yakapone, kwa sababu Bwana unatutosheleza, nasi tunaenda kuongeza baraka katika maisha ya watu wengine. Tunakushukuru jioni ya leo, hatukuja mikono mitupu Bwana, tumekuja na sadaka. Asante Bwana kwa ajili ya jioni ya leo, nimekula na kunywa kutoka kwako. Napokutolea sadaka hii Bwana, endelea kubariki maisha yangu, endelea kubariki maisha ya watoto wako. Kila atakayenyosha mkono maisha yake asibaki vile yalivyo Bwana. Endelea kuwapa kiu ya neno lako, endelea Bwana kuweka umoja, namna ambao Bwana wanaume wataanza kutembea na wake zao na kuja nao kanisani. Watu ambao Bwana wako kwenye mahusiano wataambatana na wenzi wao kuja kujijenga na kuwa na mahusiano na wewe, ili waweze kupendana beta katika jina la Yesu Kristo. Asante Bwana kwa sababu familia zetu zinarejeshwa katika pendo, na Bwana zinarejeshwa katika furaha kupitia Bwana ibada na mafundisho ambayo unaendelea kuachilia katika madhabahu hii. Bwana walinde watoto wako wanapoondoka, watunze na kuwahifadhi katika jina kuu la Yesu Kristo. Unaweza ukamshangilia Bwana kwa makofi.